Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awayeyote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 5 ya mwaka 2026. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema watu wenye furaha ya juu kabisa. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 16 ya 11, ambapo neno la Mungu linasema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi siku ya leo. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Zaidi sana Roho wako Mtakatifu akatusaidie tuweze kupokea neno lako hili katika maisha yetu, na ukadumu kutuongoza hivyo na kuzidi, kupitia jina la mwana wa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Watu wenye furaha ya juu kabisa. Usifikiri kwamba unapotembea na Yesu lazima utembee katika kivuli. Watu wenye furaha zaidi duniani ni wale wanaomwamini Yesu na kuzishika amri zake kwa furaha. Kutoka kwenye maisha ya wale wanaomfuata, wahaka na kutoridhika huondoshwa. Wanaweza kukabiliana na majaribu na matatizo, lakini maisha yao yamejawa furaha, kwa maana Yesu hutembea kando yao na kuwepo kwake huifanya njia kuwa angavu. Unapoamka asubuhi, amka ukimsifu Mungu midomoni mwako, na unapokwenda kazini, nenda ukimwomba Mungu akusaidie. Subiria jani kutoka kwenye mti wa uzima. Hili litakutuliza na kukuburudisha, likiujaza moyo wako kwa amani na furaha. Kaza fikra zako kwa Mwokozi. Jitenge mbali na kukuru kakara za ulimwengu, na kisha uketi chini ya uvuli wa Kristo. Kisha katikati ya ghasia za mahangaiko na mapambano ya kila siku, nguvu zako zitarejeshwa upya. Ni muhimu sana kwetu kuketi chini wakati fulani na kufikiria jinsi Mwokozi alivyoshuka kutoka mbinguni, kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, ili kuonesha kile ambacho wanadamu wanaweza kuwa ikiwa wataunganisha udhaifu wao katika uweza wake. Tukiwa tumepata nguvu mpya kwa kufanya ushirika pamoja na Mungu, tunaweza kutembea njiani mwetu tukiwa na furaha, huku tukimsifu yeye kwa kutupatia fursa ya kuleta miale ya jua ya upendo wa Yesu katika maisha ya wale tunaokutana nao. Mungu wa mbinguni anangoja kushirikiana na vyombo vya kibinadamu ili ulimwengu uweze kuona vile ambavyo wanadamu wanaweza kuwa kupitia kwa muunganiko pamoja na Mungu. Wale ambao wanaweka wakfu mwili, nafsi na roho katika utumishi wa Mungu daima watapokea karama mpya ya nguvu za mwili, kiakili na kiroho. Ruzuku zisizoisha za mbinguni ni kwa ajili yao. Yesu anawapatia uzima wa maisha yake. Roho Mtakatifu huweka nguvu zake za juu zaidi ili kufanya kazi katika akili na moyo. Kwa njia ya neema tuliyopewa, tunaweza kupata ushindi ambao, kwa sababu ya udhaifu wetu wa tabia na udogo wa imani zetu, unaweza kuonekana kwetu kuwa hauwezekani. Kwa kila mtu ambaye anajitoa mwenyewe kwa Bwana kwa ajili ya huduma bila kuzuia chochote, anapewa nguvu kwa ajili ya kupata matokeo yasiyo na kipimo. Hii ni Juni 5 ya mwaka 2026.
tukiangazia mada isemayo watu wenye furaha ya juu kabisa. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupwa akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.